الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أولا أوصي وأوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في الأولى يا إخوة الإيمان. Awali ya kwanza, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma za ziada kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuha al-ikhwa al-karim, ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, nichukue fursa hii kuwahusia na kuwapa jambo jema na kuwakumbusha jambo ambalo ni muhimu, ambalo tunatakikana kukumbushana na kuambizana na kukumbushana kila pahala tunapoambiwa kukumbushana. Ni lazima tukumbushane kuhusiana na suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani huu ndio wasia ambao haupiti na wakati wala haufanyiwi tajdidi, kufanyiwa upya, kwamba huu ni wasia hauwezi ukapita na wakati. Ni wasia ambao bado utaendelea kuwa bora katika nyuma zilizopita na nyuma tulizokuwa nazo na nyakati tulizokuwa nazo. Hakuna jambo kubwa kama jambo ambalo la kuhusiana katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani kuhusiana katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala ndiko kufaulu kwa mwanadamu pale atakaposhikamana na yale ambayo ni ya kumwogopa Allah subhanahu wa taala, kwa kumcha ukweli wa kumcha kama vile anavyotaka Allah subhanahu wa taala. Na mtu ambaye atakayeshiriki kwenye ibada ambayo ni ya kumcha Allah tabaraka wa taala, Allah mwenyewe anaahidi na anasema katika maneno yake matukufu katika kitabu chake kitukufu, anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wamefaulu wote wanaoshikamana na ibada ya kumcha Allah tabaraka wa taala, hakika wamefaulu wote wenye kushikamana na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha al-ikhwa al-karim, hii ni wasia ambayo wewe na mimi tunatakiwa kuhusika Waislamu na kuishi na wasia huu, kwani tutakapoishi na wasia huu basi itakuwa ndiko kufaulu kwetu katika maisha ya kidunia na kesho akhira. Lakini pasi na kumsahau Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiye kipenzi cha umma, ambaye ndio mwalimu katika waalimu, ambaye ndio mwenye falsafa katika watu wa falsafa. Huyu ameifanya kazi kubwa sana, katika kuwarejesha watu kwenye mwanga, kuwatoa kwenye giza, kuwaleta kwenye mwanga. Amewatoa watu kwenye upotevu, akawarudisha watu kwenye njia ya sawa. Amewatoa watu kwenye njia ya kuabudu masanamu, amewaleta kwenye njia ya kumwabudu Mola mmoja, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ameitangaza dini kiasi ambacho alichoweza kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amepitia madhila mbalimbali katika kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amepitia tabu nyingi katika kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amefunga kwenye tumbo lake mawe ili kuweza kustahimili uzito kutokana na njaa aliyokuwa nayo, lakini haya yote aliyafanya kwa ajili ya lengo la kuitangaza kalima tukufu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alipiga mawe aka
katika lengo zima la kutangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alimwagiwa vinyesi vya ngamia, alimwagiwa takataka, aliambiwa yeye ni mwendo wazimu, lakini la hali anasikamana na kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Alipigania dini katika kuieneza kama vile ambavyo amemtumiliza Allah subhanahu wa ta'ala, na ameweza kuifikisha dini mpaka leo wewe na mimi tumeipata na imeenea katika ulimwengu huu kwa juhudi zake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizozichukua. Ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba tukiangalia aliyoyapitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mengi sana aliyoyapitia. Ila hadi ukijichunguza wewe na mimi, nini tumeweza kukifanya kwenye dini? Hata kama leo tunaulizwa kwenye dini yetu tumeifanya nini katika kuiendeleza, unaweza ukakuta katika 100% wachache watakaojibu mimi nimefanya kadha, mimi nimefanya kadha, lakini mwingine hata kule kwenda kuisoma tu dini yake alifu yenyewe hakuimaliza. Ile kuisoma tu dini yake alifu yenyewe hakuimaliza. Na si hivyo tu, kuna wengine walipiga hatua alhamdulillah, hata juzu moja walimaliza. Lakini je, yale ambayo tulokumbushana katika kuambizana kwamba kuwakumbusha kutokana na kile ulichofahamu, je, ulikifanyia kazi kama alivyoifanyia kazi Bwana Mtume Muhammad? Kwamba baada ya kupokea mafundisho na yeye aliyapeleka mafundisho katika kuwafundisha watu watoke kwenye giza waje kwenye mwanga, na mwanga wenyewe ni watu waweze kushikamana na dini ya kumwabudu Allah mmoja. Ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipitia mengi, ni vema wewe na mimi, kwa sababu yeye ndio mwalimu wetu na yeye ndio kiingizo chetu, lazima tuweze kuiga nini alifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi nini tunatakiwa kufanya ili kuweza kuendesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-mawdhu' al-khutbah al-yawm, ama mawdhu' ya hotuba yetu ya leo, sanatahaddath ala yawm al-jum'ah, tutazungumzia siku ya leo ambayo ni ayyam sayyidul ayyam, ayyam yawm al-jum'ah, kwamba bosi mkubwa katika masiku ambayo yako katika masiku masaba, bimaana bosi mkubwa wa hizo siku saba katika juma moja ni siku ya Ijumaa. Kwamba tunajua Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha siku hii kwa ukubwa wake, ni kuonesha kwamba kunako daraja nyingi sana katika siku ya Ijumaa. Na si hivyo tu, ameweza kufanya kwamba sala ya siku ya Ijumaa ina malipo mengi sana na ina malipo makubwa sana kuliko sala za siku zingine. Lakini si hivyo tu, amefadhilisha ubora wa ibada katika miji tofauti tofauti. Sala utakayoisali katika msikiti huu si sawa sawa na sala utakayoisali katika msikiti wa Maka na Madina. Lakini si hivyo tu, kwamba amefadhilisha hata kwenye viumbe. Wapo viumbe ni bora kuliko viumbe wengine. Lakini si hivyo tu, amefadhilisha mpaka kwenye siku. Kuna siku bora kuliko masiku mengine. Lakini ni kullu ayyamul ibada, kwamba kila siku ni katika masiku miongoni mwa masiku ya ibada. Lakini afdalul ayyami ayyamu yaumul jumaa, siku iliyokuwa kubwa na iliyokuwa tukufu ni siku ya Ijumaa. Kwamba tukiangalia siku ya Ijumaa ni siku ambayo imewekewa umuhimu sana. Hata wale watu ambao wanafanya biashara wanaambiwa idha nudiya lis-salati min yawmil jumaa fas'au ila dhikrillah wa dharul bai'a, kwamba waache zile biashara inaponadiwa ile adhana, anapotaka kukaribia kupanda sasa khatibu, watu wafunge biashara zao na wakimbilie kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama tutakimbilia kwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala,
Bimaana mtu ambaye atakayekuwa anafanya biashara ndani ya muda huo ambao ametangaza Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu waache biashara ndani ya muda huo. Mtu atakayekuwa akifanya biashara hiyo inabadilika kutoka kuwa halali kuwa haramu. Bimaana Allah Subhanahu wa Ta'ala amenadi kwamba itakaponadiwa adhana au itakaponadiwa adhana katika siku ya Ijumaa, maana watu waache biashara. Adhana iliyokusudiwa si adhana ya kwanza. Adhana iliyokusudiwa ni adhana kabla ya khatibu hajapanda. Lakini kabla ya kufika haya yote, kwamba tunakusudia siku ya Ijumaa watu waweze kuipa kipaumbele, kwani kunako saa ambayo idha daa ahadukum yustajaba du'aahu, kwamba anapoomba mmoja wenu katika siku ya Ijumaa, lipo saa maalum ambalo limewekewa kwamba anapoomba mmoja wenu dua yake inajibiwa, inakuwa ni mustajaba kwa kila atakachokiomba. Sasa wanasema kunako fadhila mbalimbali zinazopatikana katika siku ya Ijumaa. Ni lazima mtu aweze kujiandaa anapotoka nyumbani kwake kuja msikitini, lazima aoge, aweze kupata sunna ya Ijumaa, aweze kupata ile sunna ya Ijumaa. Atakapooga atajitia na manukato kabisa, atakapojitia manukato, ili atakapokuja katika msikiti asiwe ananuka harufu ambayo itamkwaza mwanzia aliyokuwa pembeni yake. Na haya yote ni maelekezo kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakapokuja unanukia harufu ni tayyib, harufu nzuri, manukato mazuri, na ilhali utakuwa umetangulia kufika wakati wa masjidi na ukafika wakati maalum, ima ni saa ya kwanza ukaingia saa ya pili au ukaingia saa ya tatu. Lakini utakapochelewa pia utakuwa hauko kwenye lile daftari ambalo watakaoandikwa wale ambao wamehudhuria siku ya Ijumaa. Bimaana mtu ambaye atakuja msikitini akakuta khatibu hajapanda, yupo kwenye membari, bimaana hata wale malaika ambao wanasimama mlangoni kwa kuandika wale wahudhuriaji katika Ijumaa wanakuwa nao washafunga daftari kwa kusikiliza hutuba ya Ijumaa. Wako tayari sasa na wao wamefunga daftari lao, bimaana wale walioingia ndio walioingia na ndio waliokuliwa kwenye Ijumaa, kwamba hawa ndio walioingia kwenye Ijumaa. Lakini katika wale ambao watakaochelewa ni kuonesha kwamba wao hawatakuwepo kwenye daftari la watu ambao wameandikwa ni mmoja katika watu waliohudhuria katika Ijumaa. Kwa hiyo ni vyema tuwe tunajitahidi kuwahi mapema kabla ya khatibu hajapanda, ili tuweze kupata zile faida na sunna za kusali ndani ya msikiti au tahiyatul masjidi au sunna za Ijumaa. Zipo sunna nyingi siku ya Ijumaa ambayo imeachiliwa mutlaq kwa mtu anayetaka kusali sunna na asali sunna. Kwa mtu anayetaka kusali sunna, anayetaka kuleta jirani, alete jirani kwa wingi, alete jirani kwa wingi, ajikurubishe na Mola wake. Lakini maana asafi shadid, tukiangalia watu baada ya hutuba, watu wakasikiliza hutuba, lakini watu wanakuja mwishoni kabisa. Bimaana mtu sasa kama ni khatibu ashamaliza hutuba ya pili, anaelekea sasa kuimaliza hutuba ya pili ili watu wasali, na yeye ndio anakuja ilhali amekosa mengi ambayo ilitakiwa akumbushe na aweze kuyapatia faida. Lakini si hivyo tu, baada ya swala mtu huyo akimaliza swala, kinachofuata yeye ni kuondoka na anaacha ule utaratibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kama ni kullu ayyamin ayyamul ibada, kila siku ni siku za ibada, kila siku ni siku za ibada. Lakini utukufu wa siku ya Ijumaa ni mkubwa sana. Watu wamezoea kila wanapomaliza sala wao wako tayari kuondoka, wako tayari kuwahi na mambo yao, wako tayari kuwahi na harakati zao za kidunia. Je, unao muda uliopanga nao kidogo ukaleta zile tahlili, tasbihi, kwamba ukamtaka istighfari Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukaleta tahmidi, ukaleta tahlili,
au yanayosemwa, sio yanasema, yanayosemwa kwamba hichi kitu ni bid'a na hichi kitu si bid'a, amekifundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana mtu anapomaliza kufanya ibada lazima ajitekee muda wa kutaka istighfari Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunakumbushana kwamba khatibu au imamu anapomaliza sala anakumbusha watu waweze kumtaka istighfari Mola wao, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah, wa tahmidi, alhamdulillah, alhamdulillah, na mwishoni kabisa unaleta Allahu akbar, Allahu akbar. Zote hizo zimekusudiwa ulete mara 33 ambacho takwimu yake utapata 99, na mara ya mwisho utamalizia na la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lakini wale wanaosema kwamba wanao itikadi haya ni bid'a, kwamba wao hawasemi maneno haya ni bid'a, ila wao wanachosema kwamba mafundisho, mbona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufundisha mafundisho haya kwamba imamu aseme subhanallah, kwamba aseme alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar? Maneno haya mbona hakufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakusema kwamba mmoja wetu akimaliza swala atuongoze kwenye nini? Kilichokuwa kikifanyika, hii ni ibara ambayo imejitenga maalum kwamba kilichokuwa kinafanyika, walikuwa watu wenye uwezo wao, wenye fedha zao na mali zao, lakini na kuna watu walikuwa hawana pesa wala hawana mali wala hawana cha kukitoa. Sasa wakimwendea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa wasiokuwa na kitu wanamwendea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanamwambia ya Rasulullah, ikiwa sisi hatuna cha kukitoa, wenzetu wanacho cha kukitoa, sisi tufanye nini ili na sisi tuweze kuwa hata kama ni robo tatu au nusu ya kuwakaribia kuwafikia wale wanachokifanya kwenye kheri? Kwamba wale wao wakiambiwa jambo lolote kutokana na wasa wao wa fedha zao, wanajikimu kutokana na kile kipato ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku wanatoa. Sasa vipi sisi tutaweza kutoa nini na hali hatuna pesa wala hatuna mali, tutatoa nini? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawapa mafundisho kwa kusema hivi, itakapomalizika swala ya fardhi, kila mmoja akae pembezoni akisema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, na kisha baada ya hapo atatahtimu kwa kuhitimisha na la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Basi hapa mtakuwa mmelingana na hawa wenye kutoa pesa zao, wenye kutoa mali zao. Sasa ilhali ikiwa ikimalizika sala, wale masahaba walikuwa wakijitenga pembezoni, wanafanya zile miradi zao ambazo amewapa mafundisho Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukumbuke masahaba wao walikuwa hawakubali kuacha kitu, hawakubali kukiona kitu na wakakipuuzia. Walipoona mbona wenzetu sisi tukimaliza swala tunaondoka, hao wanabaki nyuma, wanakuwa na kitu gani ambacho wanadili nao? Wakamfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanamuuliza ya Rasulullah, fulani bin fulani, fulani bin fulani, fulani bin fulani, hawa sisi tukimaliza swala wao wanabaki wakiwa wamekaa, kila mmoja amekaa kwa nafasi yake, anafanya vitu ambavyo sisi hatujui wanafanya nini. Sisi tumekuja kujua wao wanafanya nini na sisi tukafanya kama kizuri ya Rasulullah. Kama wao wanakifanya kina maslahi na kina kheri na wao, na
sisi tunaomba tuweze kupata mafundisho na sisi tufanye hayo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia maneno yale yale kwamba wale nimewafundisha jambo ambalo wao wanasema wakiwa hawana cha kukitoa nini waweze kufanya ili waweze kulingana nanyi. Kwa hiyo nimewapa ile ili waweze kufanya zile tahalili zile jirani waweze kulingana na nyinyi ambao mna muda wenu wa kutoa mali zenu na nafasi zenu katika kuzichangia fedha zenu. Sasa nimewapa ile na wao waweze kulingana nanyi. Ya Rasulullah, wakasema na sisi tunaweza kushiriki kwenye ibada hiyo tukapata thawabu zilizokuwa nyingi? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia naam, mnaweza mkashiriki kwenye mafundisho hayo, mnaweza mkafanya miradi hizo. Sasa kama jambo lilikuwa limejificha na ilikuwa ni siri, kwamba waliambiwa maswahaba ambao hawana cha kukitoa waweze kufanya zile tahalili, waweze kulingana na wale ambao wana fedha zao na wana mali zao. Sasa kama wale wenye mali zao wameambiwa na wanajua, je, kutakuwa na siri tena? Hakutakuwa na siri tena. Bimaana wale ambao walificha wasijue siri ile, kwa sababu wao wana mali zao watatoa, kwamba wao wana fedha zao watatoa. Lakini sasa wameambiwa kitu chote kiko hadharani, kiko wazi. Kilichobaki sasa ni wao baada ya swala waweze kukaa na kutenga muda wao kwa ajili ya kutaka istighfari Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama matajiri wameambiwa, maskini wanajua, sasa hawa watu sasa watafundishwa vipi ila hali darasani hawakai? Hawa watu wa zama zetu tunawaambia vipi faida hizi waweze kuzifanya ila hali darasani hawataki kukaa kusoma? Tutawakumbusha vipi? Imamu anachukua fursa ile kuwakumbusha ili mtu atakapoghafilika na kile kitu kwa sababu kina faida naye aweze kukipatia faida, aweze kukipatia manufaa. Sisi tumeambiwa kwa kuwa ni bid'a, tumekubali sasa ni bid'a, tukimaliza swala sisi ni kuondoka, hatuna muda wa kumtaka istighfari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna muda wa kumtaka tahmidi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna habari na istighfari. Sisi tukimaliza swala ni kutoka na kuondoka, hatuna habari hizo kwa sababu ni bid'a. Lakini mafundisho haya amefundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama sisi hatutaki kuyafuata, bimaana sasa watu walipoambiwa ni bid'a, ile bid'a kumbe watu wamekosea. Ilitakiwa watu wakumbushwe kwamba hichi kitu kilifanywa hivi na unatakiwa kuwa na ujuzi nacho. Utakapomaliza swala tenga muda wako, fanya kitu hichi. Lakini tulipoambiwa kuwa ni bid'a na tunaambiwa kwamba ni bid'a na hatuwezi kufanya kwamba kitu kinachoitwa bid'a. Sasa tumeambiwa na tukanukuu kwenye akili zetu kwa kuwa ni bid'a, bi maana hakufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilichokuja ni bid'a sawa, kwamba imamu kawakumbusha watu ili waweze kutenga muda wao kumtaka istighfari Allah subhanahu wa ta'ala, ili waweze kupata faida. Kama hawa enzi za maswahaba walikuwa wanalingana sawa, kwamba yule mwenye pesa zake akitoa na huyo akikaa baada ya swala akafanya istighfari zake analingana sawa na yule mwenye kutoa kwenye kheri kwa pesa zake. Sasa vipi sisi tusitenge muda wetu baada ya swala tukamtaka istighfari Allah subhanahu wa ta'ala? Na si hivyo tu, ametuwekea na dozi nyingine, sala ya magharibi na sala ya subuhi. Ametuwekea dozi ambayo baada ya mtu kumaliza swala, kumaliza istighfari zake, ametuwekea la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku biyadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lakini si hivyo tu, akaongeza Allahumma ajirna minan nari salimin. Utakapozileta mara 7 Allah subhanahu wa ta'ala anakuepusha na adhabu ya moto. Lakini si hivyo tu, ametuletea man tadabbara fi kulli salati, mtu ambaye atakayeduburisha au atakayedumu katika swala, baada ya swala akadumu na aya na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayosema
Tunasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lakini akadumu tena na maneno ya Allah, la ilaha illa Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, mpaka ila akhir al-aya. Atakayedumu na maneno haya kwenye kipande hichi, kwamba atadumu na uradi ambao atakuwa anaepushwa na mabalaa kila siku au kila kipindi cha swala mpaka kipindi cha swala. Na mtu atakayedumu na udhu kutoka kipindi cha swala mpaka kipindi cha swala nyingine, mtu huyu atakalindwa na mashaitani na atakaliwa mbali na mashaitani, na wala hatoweza kufanyiwa uadui wa aina yoyote, wala hatoweza kupata jeraha lolote. Sasa tukiangalia sisi tunadumu na yapi? Tukimaliza sala na udhu wetu unaishia hapo nje. Hatuna habari ya kudumu na udhu, hatuna habari ya kukaa na udhu, wala hatuna habari ya kuyafanya haya ambayo tumefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko tayari sisi tukimaliza swala tunaondoka kwenda kukimbilia dunia yetu. Tuko tayari sisi kumaliza swala kila mmoja kukimbia kuelekea na harakati zake. Lakini sasa tambua, ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba haya unayofanya unajifanyia wewe mwenyewe, hamfanyii mtu yeyote, isipokuwa mazuri haya unayoyafanya, unayoandaa ni baada ya wewe kuondoka, ndio utakayekwenda kunufaika nayo. Yaani ni sawa sawa na chakula unachokiandaa wewe ndicho utakachokula mwenyewe, kwamba kama utaandaa vibaya ni wewe mwenyewe utakila hiko. Kwani hakuna mtu atakayekubali chakula ulichokiandaa wewe vibaya akala, isipokuwa utakula wewe mwenyewe ulichokiandaa. Kwa hiyo halikadhalika yale malipo, kama tunayataka malipo mazuri, tunataka thawabu zetu ziwe ni nzuri, tunataka tupate faida hapa duniani mpaka kesho akhira, ni lazima tushikamane na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Azungumzi hivi wala haelekezi hivi, isipokuwa haya yote anayapata ni mafundisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi sisi tunashinda kuyafanya mafundisho haya? Ndugu zangu, nilipokuja sana la bid'a, watu wameacha yenye faida na wao, kwa sababu swala ni bid'a. Kilichokuja pale ni utaratibu tu, watu wanakumbushwa. Sasa je, wewe na mimi, ikiwa hatujui kwamba baada ya swala Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafundisha haya, nani atakukumbusha? Kwamba imamu akamaliza akaendelea na miradi zake kimya, na wewe ukimaliza ukaondoka. Sasa nani atakayekukumbusha? Kwamba ni lazima ukumbushe, kwamba ukumbusho ule unashituliwa kwamba ndugu yangu, baada ya swala kuna istighfari. Ukimaliza istighfari unaweza ukaendelea na mambo yako. Hata wazee waliopita huko nyuma, kwamba mashekhi waliopita huko nyuma, kwamba walikuwa na muda wanajitengea baada ya swala. Unaweza ukasikia mzee anakwambia sasa bwana naingia kuswali, tutaonana saa 8. Kwamba akimaliza sala ya dhuhuri anatenga muda wake kutafuta nyiradi, kuleta nyiradi, tahariri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama kullu ayyamul ibada, kila siku kama ni siku za ibada, ndugu zangu, ni hapa ndiko tulikoafirika, kwamba dunia imetupa hatamu kuliko kuitafuta akhera yetu. Dunia imekuwa ni tamu kuliko kufanya ibada. Nyoyo zetu zimekuwa ni ngumu kuliko mawe. Nyoyo zetu zimekuwa ni nyeusi kupitiliza, kwamba hazipati kusikia chochote, hakipasi kusikia chochote, hazipati kuhifadhi kitu chochote kinachohusiana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya yote tumeachana na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumeachana na yale ambayo ametuletea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio tamaduni za Kiislamu, kwamba ndio utaratibu wa Uislamu unavyotaka tuishi. Tumeachana naye, kwamba sisi tuko tayari kuishi kwenye maisha ambayo nafsi zetu zinafurahika katika
kufurahika maisha ya dunia. Lakini unatambua, je, ni saa gani umebakia kuondoka? Uje umebakiwa ni muda gani uliobakia wa kuishi? Je, unatakiwa kuishi vipi? Je, unatakiwa kuacha kipi? Kwamba kama utakuwa unafikiri kila muda, kila saa ni lazima ufikirie kwamba kuondoka huko, ila saa sasa ya kuondoka ndiyo hakuna mtu anayejua saa yake ya kuondoka katika maisha ya dunia. Tafuta dunia lakini usisahau akhera yako. Tafuta dunia lakini usimsahau Muumba wako. Tafuta dunia lakini usisahau maisha yako utakayokwenda kuishi baada ya kuachana na maisha ya dunia. Tafuta dunia lakini usisahau kuzitafuta amali zilizokuwa nzuri. Tafuta dunia lakini usisahau kuiandaa kaburi yako. Tafuta dunia kwa uzuri lakini usisahau pale ambapo utakapokwenda kulala kwamba hapana feni wala hakuna taa ya kuwasha. Sasa na hayo maisha ambayo yanatakiwa yafikirie. Leo tunalala katika majumba yetu lakini kuna joto na tunawasha feni, tunawasha AC. Je, tutaendaje kulala kwenye nyumba ambayo ni nyembamba, nyumba ambayo ina kiza kingi, nyumba ambayo ina vitimbi vingi? Anatukumbusha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila al-ma'ad al-maut, kwamba sio siku ya Ijumaa tu ndio kufanya ibada. Ndugu zangu, ni kwamba sasa leo Ijumaa niende nikaswali. Hapana, kullu ayyamin ayyamul ibada, kila siku ni siku za ibada, kila siku ni siku za ibada, isipokuwa siku ya Ijumaa imeongezwa ubora kutokana na utukufu wake, lakini kila siku ni siku za ibada. Vipi sisi tunaacha ibada za swala tano? Vipi sisi tunakuwa mbali na ibada ya swala tano? Vipi sisi tuko mbali na kuzitekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala? Na anasisitiza Allah subhanahu wa ta'ala, lengo letu sio kuzurura kwenye maisha ya dunia. Anatukumbusha kabisa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na hii ndio nukuu kubwa, na hii ndio nukuu inayokunukuu kwamba wewe lengo lako unatakiwa ufanye ibada, kwamba haukuumbwa hivi hivi ndugu yangu, haukuletwa hivi hivi ndugu yangu. Lengo na madhumuni ufanye ibada, lengo na madhumuni ufanye ibada. Sasa vipi mbona unakuwa mbali na ibada? Kama uko mbali na ibada, Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kwamba mtu ambaye anaswali, anafanya ibada zake vizuri, anatenga muda wake kwa ajili ya mazungumzo na Mola wake, anatukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu mtu atakayeswali swala vizuri, sala akaiswali sawa sawa, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, kwamba sala yenyewe mtu anaposali kwamba ile sala yenyewe inachukua fursa, inatawala moyo wake kwa kumkataza yale machafu ambayo yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Inateka nafasi ya kukukataza kufanya yale ambayo yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba ukisali vizuri, sala itakukataza wizi. Ukiswali vizuri, sala itakukataza uzinifu. Ukisali vizuri, sala itakukataza kusengenya. Ukiswali vizuri, sala itakukataza na mambo ambayo ni makubwa sana, kwamba hautakuwa na roho ya ugaidi ya kuwaua wenziwe, hautakuwa na roho ambayo itakupelekea wewe kuyafanya yale ambayo hayapendi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa je, sisi tuko mbali na ibada, kitu gani kitatukataza sisi na kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi? Kwamba kama tutaacha uhalisia wa njia, imani tutaingia sehemu ambapo sio njia, na kama sio njia, tutakachokifanya tutafanya kutokana na upeo wa akili zetu zinavyotutuma kufanya. Hatutofanya kutokana na Allah anavyotaka, hatutofanya kutokana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyotaka, kwamba tutafanya kutokana na upeo wetu sisi tunavyotaka, si kutokana na Allah anavyotaka. Ndio maana watu baada ya kuacha sala, tizama
Mungu watu wanavyofanya. Utasikia mtu kaua na kaweka kwenye roba kaenda kutupa mtu, kaua mtu kazini na mke wa mtu, kazini na fulani na fulani, na si hivyo, na anakuja kuhadisia, na si hivyo, anaiba mali za watu, anazulumu vitu vya watu na anaondoka navyo. Kwa sababu gani? Mtu huyu ameacha utaratibu, ameacha njia sahihi, ameacha mafundisho, ameachana na ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote anayafanya kutokana na tamani za nafsi yake na kuondoka. Sasa kama mtu ataishi katika maisha hayo akatoka nje na utaratibu namna anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuonesha mtu huyu ataishi katika maisha ambayo ni mazito sana. Sasa kama mtu anafanya madhambi na anaelezea, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezea mtu mwenye kufanya madhambi huku anafurahi na anacheka huku akifurahia yale madhambi yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man adhnaba wa huwa yadhaku dakhala an-nar wa huwa yabki, kwamba mtu mwenye kufanya madhambi amezidi na anafurahi na anacheka kabisa, mimi nimetembea na fulani, mimi fulani nimepita naye, mimi kadha, mimi kadha, mimi nimeiba, mimi nimefanya kadha, mimi nimefanya kadha, mjanja ni mimi ndiyo mjanja, hawa wengine wote wameshindwa kufanya, lakini mimi nimefanya, na ila hali yote anayofurahia huyu ni madhambi. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anampa maneno haya kutukumbusha sisi tunaofanya madhambi huku tukifurahika, kwamba manadhaba wa huwa yadhaku dakhala an-nara wa huwa yabki. Mtu mwenye kufurahia madhambi yake, mtu mwenye kufurahia madhambi yake ataingia motoni aliyekuwa huko analia, ataingia motoni huko analia. Tizama umma na zama tulizokuwa nazo, watu wakifanya yale ambayo ni ya kumuudhi Mungu ndio watu wanatangaza, lakini wakiyafanya yale mazuri hawatangazi, kwamba yale machafu ndio wanapenda kuyatangaza. Ayuha ikhwa karim, niwaombe dua kutokana na utukufu wa siku ya leo. Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze na atupe hidayah na atupe mwisho uliokuwa mema. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul karim qul huwa wa antum mu'minun bil hijab. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Awalan usikum maratan thani fi khutbati thani fi taqwallahi wa ta'atihi fi ula. Nausieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kufaulu kwa mwanadamu hapa duniani mpaka kesho akhera. Wale tukishikamana na ibada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tutakuwa ni wenye kufaulu katika maisha haya ya dunia. Na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwa wale wenye kufaulu hapa duniani mpaka kesho akhera, na atuongoze vizazi vyetu na vipenzi vyetu katika kuelekea njia iliyonyooka na kufanya ibada kama vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن خليفة نبيك على تأكيد سيدنا أبي بكر الصديق
الإمام الأول سيدنا عمر بن الخطاب، اللهم علي ذي النورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان، اللهم علي بيت بني خالد سيدنا علي بن أبي طالب، اللهم علي صحابة كلهم أجمعين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يغفركم ولذكر الله أكبر.